Leo ndugu watazamaji, tuko na mbunge wa jimbo la Tarime vijijini, Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara. Kama mnavyomjua, Mwita Mwikwabe Waitara ana historia kubwa hapa nchini katika nafasi mbalimbali za uongozi ambayo ameshika kuanzia akiwa chuo kikuu na sehemu zingine mbalimbali hapa nchini, na mpaka sasa tunapozungumza kwamba ni mbunge wa jimbo la Tarime vijijini. Tunataka kujua historia yake, alipotoka na alipo na nini mipango yake ya baadaye. Bwana Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara ambaye ni mbunge wa jimbo la Tarime vijijini, watazamaji wetu wangependa kujua historia yako, ulianzia wapi na sasa uko wapi? Kwanza nakushukuru sana kupata fursa. Ni kweli mimi naitwa Mwita Mwikwabe Waitara, ni mzaliwa wa kutoka wilaya ya Tarime. Kwa sasa ni jimbo la Tarime vijijini, kata moja inaitwa Itirio, zamani ilikuwa inaitwa kata ya Nyanungu, na kijiji cha Kangaliani. Na mimi nilizaliwa mwaka 76, ninapozungumza leo na miaka 49. Kwa ni umri wa mtu mzima, na nimepata fursa ya kupata elimu hapo hapo kijijini, shule ya msingi Kangaliani, na baadaye nikaenda Dar es Salaam. Kwa nimesoma shule ya msingi Mtoni Kijichi, na nimemaliza Mtoni Kijichi pale shule ya msingi mwaka 94. Mwaka 95 nikajiunga shule ya sekondari ya Zania, na Zania pale nimesoma miaka 6 form 1 mpaka form 6. Na nimekuwa nafasi mbalimbali pia za kote nilikopita, kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari nilikuwa kiongozi. Kwa kama class monitor, nimekuwa kaka mkuu wa shule, wakati mwingine mwenyekiti wa magrupu yale, kama kuna group A, group B. Na nimemaliza pale Azania mwaka 2001 form 6, nimesoma PCM, na mwaka 2002 nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambako na kwenye pia nimeingia pale mwaka ule. Tulipoingia first year wote kulikuwa na vuguvugu la mikopo ya elimu ya juu, tukashiriki katika harakati za kutetea wanafunzi wenzetu. Kulikuwa na masharti ambayo kidogo hayakuwa rafiki kwa watu maskini kama sisi ambao ni watoto wa wakulima. Nikashiriki zile harakati na nilipata fursa kuwa kiongozi wa wanafunzi wa first year wote waliingia pale Mlimani mwaka 2002, na baadaye tukaanza masomo kwa mwaka huo. Nikabahatika kuwa mbunge wa first year, baadaye nikabahatika kuwa mwenyekiti wa kitivo cha sayansi, faculty of science chairperson, na baadaye 2005 2006 mimi nilikuwa rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha Dar es Salaam. Ukizungumza hapa, kwa hivyo mtu akisikiliza anaweza kufikiri nilinyoka sana. Hapana. Mimi nimekulia pale kijiji. Mimi nimelima vibarua sana Kenya kule. Tumepalilia matumbaku ya watu, tumesomba mahindi ya kuvusha kwenda Kenya kule, wakati bei ya Kenya ni nzuri kuliko Tanzania. Tumeosha hata mpaka vyombo kwenye migahawa ya kina mama pale Nyamongo, wakati hata huyo Barikiwa na Kashi hajaingia. Kwa miaka 90, 92 tulikuwa pale. Sisi ndio vijana wadogo ambao tunatumwa, unaosha bakuli, unalipo ujira kidogo, unakimbia unaenda after shule. Na elimu yangu kutoka shule msingi mpaka sekondari, mimi ni miongoni mwa watu ambao hawakupelekwa shule na mzazi. Kwa mimi hapa nilipo, hakuna mtu anaweza akasimama hapa akasema eti aliwahi kunipeleka shule akanisimamia na akanisimamia kusoma. Mimi shule ya msingi nimepita, umri umepita, nikawa mtu mzima. Wenzangu wakaanza shule, nikatamani kwenda shule kwa sababu sisi tunakaa barabarani. Wanapotoka watu kutoka hapa Iramba kwenda Kangali shule ya msingi na maeneo mengine ni jirani. Kwa ile kitu wenzangu ambao ni umri wangu wanaenda shule na wapiga sare, tunakaa na vijana na simulia, nikatamani kwenda. Kwa shule mimi nimejipeleka mwenyewe shule msingi. Nikaenda nikaandikishwa. Na nilipoandikishwa nimeenda mpaka darasa la 4. Ninapata shida ya sare, kwa sababu familia yangu ni maskini sana, na of course pia mwamko wa elimu haukuwepo. Ni kama walitaka mimi nichunge ng'ombe nisiende shule. Kwa hiyo lakini Mungu alisaidia tu kwamba kuna kitu ndani yangu, na niliforce nikaenda shule na nikaandikishwa. Nikaadhibiwa sana kwa kutoa sare, na hiyo ndio ilinipelekea sasa nikawa naacha shule, naenda Nyamongo nafanya vibarua pale, kuosha vyombo kwenye migahawa kina mama, wakati mwingine kubeba mizigo. Mtu akiwa na mahindi kutoka pale kwetu kupeleka Kenya, Makarango, Kitembe, Ntimaro, unaenda. Wakati wa soko ninakuwa pale Mgumu, Serengeti, unabeba. Wakati mwingine mtu anakuwa na ndizi kupeleka Nyamwaga, hivyo hivyo. Na baadaye sasa nikaja of course shule niliachia katikati, sikumaliza. Kwa nilipoacha shule baada ya kwenda Jando, mambo yetu ya kijijini kule, mwaka 93 mwezi wa 3 ndo nikatoka sasa kijijini nikaenda Dar es Salaam. Na Dar es Salaam nikafikia kwa kakaangu pale Kitunda. Sasa aliponifuata kijijini aliniahidi kwamba lengo ni kupeleka shule. Lakini nilipofika pale kuanzia mwezi wa 3 93 mpaka mwezi wa 8 mwaka huo 93,
Blaza nikamuuliza, yule kaka, kaka, makubaliano kwamba kwa sababu nilikuwa nimeingia shule ya msingi Itirio sasa. Yaani wenzangu nilikaa wakamaliza shule. Nikataka nilijumu madarasa. Sasa ndo nimeanza Itirio shule ya msingi, akatoa wito kwamba nije Dar es Salaam atanipeleka shule. Nilipoka Dar es Salaam mimi nilienda Dar es Salaam nikiamini kwamba nataka kwenda shule. Kumbe yeye alikuwa anataka ameniita Dar es Salaam niwe kibarua wake. Na kweli kazi ya kibarua nilifanya sana. Kwa maana kuhudumia kuku wake, kusafisha mabanda, kusomba chakula cha kuku, kufanya shughuli zote za nyumbani pale. Na hiyo kazi nimefanya kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 8 93. Sasa akili kaja kwamba nimekaa miezi 5 hapa na kaka tumekubaliana ni kunipeleka shule. Inakuaje? Nilipomuuliza akaniambia mimi kwa sababu nimetoka kijijini sina uwezo wa kufaulu mjini, na hata hivyo hizo fedha za kusomesha mtu hana. Sasa aliponijibu hivyo akili namshukuru Mungu, mara nyingi nimekuwa pia na maamuzi. Naweza kama maamuzi ya haraka, lakini mara nyingi nimekuwa na maamuzi ya wakati mmoja. Aliponijibu tu nikapata akili kwamba huyu kwa kweli aliniita kwamba niende shule, na nimeshakaa hapa tangu mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 8 93, na ameniambia kwamba mimi sina haki za kusoma hapa na sina uwezo wa kufaulu na hana fedha kunisomesha. Huyu anamaanisha kwa sababu bwana alikuwa msabato wakati huo, nikajua kwamba huyu sio kwamba amepitia labda mahali fulani kwamba kuna kile amekunywa. Ina maana hayo mambo ananiambia kwa muda ambao nimekaa hapa ananitumikisha kama mtumwa, na hata nguo haninunulia. Actually nikaa Dar es Salaam hata kwa sababu nilikuja na nguo za shule msingi Kaangaliani Itirio, wakati ule nilikaa mpaka nguo zikaisha kabisa. Hata siku nakumbuka nataka kwenda Mtoni Mtongani kwa baba mdogo pale, nilivaa nguo za shule msingi Itirio ili nilipe nauli ya mwanafunzi wa Dar es Salaam. Wakati nakumbuka ilikuwa ni shilingi 5 nauli. Na yeye siku kwanza ananipeleka, alinitembeza kutoka Kitunda. Tulipofika hapo Tazara, kumbuka tunaenda Mtoni Mtongani, tukashuka Tazara, akaanza kunipitisha kwenye vichochoro. Nikagundua huyo lengo lake. Sasa nilikuwa najua kusoma vizuri sana. Sasa akafikiri amebeba mtu mjinga ambaye unaweza ukashindwa kusoma hata kibao cha shule, cha gari, kwamba hii gari imeandika Gongo la Mboto, inaenda Temeke, inaenda Mbagala, wakati ule Mbagala rangi 3. Lakini nilienda nikaa nasoma ramani. Tuliporudi Ukonga, nilipomuuliza maswali, siku iliyofuata nilivaa sare za shule msingi Itirio, nikaenda kwa baba mdogo. Kwa nini? Kwa baba mdogo nilipomweleza situation, alipomuita akasema hivyo kwamba mimi sina pesa kusomesha mtu. Kwa hiyo nikakaa kwa baba mdogo. Wakati huo sasa ikawa ndio zimeanza tuition hizi za darasa la 5, la 6, la 7 za mitihani. Unazungumza hiyo mwezi wa 8 93. Sasa kwa hiyo tukawa tumeachana kwa namna hiyo. Wewe kakangu tuliachana kwa kauli hiyo, na kuanzia muda huo tukawa tumeachana, akabaki tu kama ndugu wa kawaida. Sasa nikawa nimebakisha matazamio kwa bangu mdogo pale Mtoni Mtongani. Sasa na yeye ametoka kijijini tangu mwaka 64. Kwa alikata mawasiliano na babu ambaye aliyemzaa babu Itara, akakata mawasiliano na ndugu zake kabisa. Lakini mimi nilimtafuta nikaenda pale. Sasa ambacho alinisaidia, ambacho namshukuru mpaka leo, ni kwamba mimi nilipokuwa nimekaa pale, nilipotaka sasa kufuatilia uhamisho kijijini, zile gharama za kufuatilia uhamisho wa kijijini kule nilikokuwa Kaangaliani, ndo sasa akatoa gharama. Nakumbuka shilingi 16,000 kwa wakati ule. Akatoa ile hela, na kuna mwalimu mmoja alikuwa anafundisha tuition pale Mtoni Mtongani, inaitwa Mtoni kwa Mama Mere. Akawa anafundisha tuition. Kwa hiyo sasa kile mtu ambaye amekulia kijijini, umezoea kuamka asubuhi na wahi shamba, alafu mchana unakuwa busy kuchunga ng'ombe, kufanya nini. Sasa kukaa pale Mtoni Mtongani unachungulia chai ya kengere, alafu unarudi unachungulia chakula cha mchana, alafu tena jioni kwa siku ya kwanza, ya pili, mwezi, ikawa ni ngumu sana. Kwa ikawa nikaanza kupata wenyeji, nikaanza kutembelea pale shule ya msingi Mtoni kwa Mama Mere. Na kimsingi hapo ndo nilimpata mke wangu ambaye sasa hivi ni mama watoto wangu. Na yeye alikuwa anasoma darasa hilo hilo. Sasa kwa mimi, kwa sababu sikuwa sasa na uharari kuingia darasani, ikabidi ndo nachungulia sasa dirishani kule. Yule mwalimu Mungu naye akamuongoza. Akaja akaniuliza siku moja, wewe nani? Nikamwambia naitwa Mwita Mwikwabe. Ambia Mura ni mjita yeye. Mura mwalimu anaitwa mwalimu Daniel. Basi nikamuelezea. Sasa akaniambia tukimaliza masomo ya jioni tupate muda tuzungumze. Sasa mimi tulipomaliza masomo ikabidi tupate muda, nikakaa akanihoji, nikamsimulia hiyo story. Nilipomsimulia akavutiwa sana.
na hiyo hoja akafutiwa, na kwa kweli akanipa ushauri namna ya kuweza kufanya mpaka nipate nafasi, na yeye ndo alinishauri namna ya kufuatilia uhamisho kutoka Tarime, na kweli uhamisho ukapatikana ukaja mpaka pale Mtoni kwa Mmeleko, kwa kuna nafasi nikaenda kuingilia Mtoni Kijichi na nikaanza masomo. Kwa hiyo nimeingia, maana yake nimeingia shule msingi Mtoni Kijichi, unazungumza mwaka 93 mwezi kukaribia ile temu ya mwisho kabisa ya shule. Na mimi sasa nikawa nasoma tuition. Na pale tena nikamkuta mwalimu mmoja Mjita naye anaitwa mwalimu Yenjwa, mwalimu Omar Myenjwa, na yeye akanipokea vizuri kwa kutoka chuoni. Wakati wake ni kijana, unajua mimi pia ni mtu mzima wakati huo. Lakini akanipokea na yeye akanafundisha tuition. Kwa hiyo nikajoin darasa la 6. Nikaingia miezi mitatu michache nikaingia darasa la 7 mwaka 94. Na nikaongoza ile shule ya msingi Mtoni Kijichi, ingawa sasa naanza sasa nishazoea mazingira. Lakini sasa baba mdogo alipo nipo sasa ile hera ya kufuatilia uhamisho, na yeye pia tuliachania hapo. Kwa hakukuwa tena matunzo mengine yoyote, kwamba kuna sare, kwamba kuna nauli. Kwa hiyo nilikuwa natembea kwa miguu kutoka Mtoni Mtongani mpaka Mtoni Kijichi daily. Sasa nikalazimika pale Mtoni kwa Mama Mere, kuna Wahindi walikuwa na viwanda vya kuoka mikate. Ukija hapa mpaka Tatimeke mwisho, na hapa Mtoni kwa Mama Mere kwenyewe nikazoeana na wale watoto wa Wahindi pale, nikawa nawafundisha jioni. Siku nyingine wananipa hela kidogo, siku nyingine wananipa mikate hata iliyobaki, siku nyingine wananipa mikate mizima. Kwa hiyo hata naweza nikaiuza au nikapata balance. Kwa hiyo nikafanya hivyo, mimi baadaye nikafungua katuition kwa watoto. Kwa nafundisha sasa nipo la 7 na mimi nafundisha 3 na 4 na 5. Nikaanza hata kubadilisha nguo za kupata hela kwa nguo, kanunua viatu. Yale manguo ya kijini sasa nikaachana nayo. Nimezoea. Kwa hiyo tulimaliza darasa la 7 nikachaguliwa kwenda Tanzania. Nilikuwa natembea pia kutoka Mtoni Mtongani kwa miguu mpaka Tanzania sekondari. Nimeenda pale Tanzania kuona kwenye ile ikabidi nizoee mazingira. Kwa sababu tayari nishaona kwamba tangu huko nyuma mimi sina mtu ambaye ananibaka hapa. Hakuna mtu ananiunga mkono, hakuna mtu ananisupport. Nimekuwa nikipata msaada wa mara moja unakata. Kwa hiyo nikawa mwanzoni natembea kwa miguu kutoka Mtoni Mtongani ninaenda Mtoni na ninaenda Tanzania sekondari. Lakini baadaye nikazoea mazingira. Nikaomba kukaa pale shuleni. Shule ile zamani ilikuwa ni ya bweni. Lakini ilikuja ikabadilishwa ikawa shule ya day. Lakini wanafunzi ambao wanatoka kwenye mazingira magumu au ambao wazazi wao wameomba wakawa wanaweza pale wakaweka mpishi, unaweza mkao nalipa chakula mnalipwa. Sasa mimi niliomba kukaa hostel na actually nikaomba rasmi shuleni, na walimu wakatambua kwamba mimi ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanatoka katika mazingira magumu pale Tanzania. Kwa hiyo maana yake hata namna kuchangia hela kulipa hosteli mimi sina, namna kupata hiyo ya chakula kulipia sina, lakini nikawa konkap sana, nikawa mjanja, nikazoea mazingira ya pale faa ya haraka. Na wafundisha wale Wahindi, wananipa ujira na wenyewe pia wananipa hela, wakati mimi nakula kwao chakula. Sasa nikaanza kuwa mtoto wa mjini, nikaanza kuweza kuvaa vizuri. Sasa wakati huo sasa nikatengeneza utaratibu, ninaenda Shimoni Kariakoo. Naenda nanunua dagaa, nanunua unga wa dona, nanunua na bamia, nikaweka na jiko la mchina lile, yale mafuta ya taa, nikawa najificha sasa, inapika kinyemera. Lakini nimekaa pale kwa muda wa miaka 4. Kwa mimi nimeingia Tanzania, sikuwahi kwenda likizo miaka 4 solid mpaka namaliza form 4. Kwa watu unapokuwa unatoka hapo fire, hiyo shule ya sekondari Jangwani na Tanzania, unapoenda Mimbili, kuna miti imepandwa ile. Ile miti nilikuwa napanda wakati wa likizo. Na actually fika mahali tukaandika barua kwenye uongozi wa shule kwamba mimi ni mwanafunzi ambaye nabaki muda mwingi pale shuleni. Kwa hata kama kuna mtu, na sina ulemavu wote ule, kama kuna mtu ambaye ana kazi za kujitoleza mikono ambazo hazihitaji utaalamu, hiyo barua ninayo mpaka leo. Kwa hiyo naweza nikapewa nikawa nazifanya zile kazi. Sababu nzuri ile shule kwa muda wote ambao nilikuwa Tanzania, mkuu wa shule alikuwa anaitwa Mwalimu Kwayo, Mwalimu Andrew Kwayo. Ni miongoni mwa wakuu wa shule ambao ni bingwa kabisa, na wanafunzi wengi wamepitia kwake. Alikuwa ni mtu ambaye amelea vijana wengi, na miongoni mwa wanafunzi ambao tumesoma nao ni Abasi. Sasa hivi katibu mkuu alikuwa habari
Sasa hivi ni Wizara ya Maliasili na Utalii. Dr. Abasi tulikuwa naye na wengine wengi ambao hata kina Humphrey Polepole tumesoma nao na wengine wengi sana tulikuwa nao. Of course wengine kwa nimetangulia lakini tulikuwa nao. Kwa hiyo tumetoka kwenye mikono ya Andrew Kwayo. Nilienda nikamweleza akaelewa. Kwa hiyo kimsingi hata ule mradi wa shule pale Tanzania wa kushona sare za shule. Sasa mimi mwalimu Kwayo alinikabidhi nikawa ni kiongozi wa shule na msimamizi wa miradi, na kwa hata zile nguo nikawa sinunui. Na hata nilipomaliza form 5 na form 4 matokeo yametoka naenda kwenye selection team. Mimi nilimwambia mimi nisiende nje hapa